Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo ambayo tena tumeweza kupata nafasi kuweza kusimama kwa ajili ya kipindi cha afya. Niweze kukumbusha tena ya kwamba kabla sijaanza na somo la leo ni kwamba tena tutakuwa tukiendelea na unabii wetu hapo baadaye. Tukianza pale tulipoishia kwa siku ya jana. Kwa hivyo karibuni sana. Wale wenye maswali tunazidi kuwakaribisha muweze kufika tu kwa wakati, ndio maana vipindi tunavipeleka haraka ili tuweze kuanza mapema na kukamilisha mapema. Katika somo la leo tutaanzia kwanza na kile tulichojifunza siku ya jana. Siku ya jana kwa neema ya Mungu tulieleza tukasema ya kwamba katika mfumo hasa wa mkojo tulielezea tukasema ya kwamba wengi sana huwa wanafanya makosa ya kubana haja ndogo. Hiyo ndio kitu tulielezea jana. Kwa muda mrefu anakuwa na haja lakini haitoi, iwe anakuwa anasafiri au anakuwa na kazi fulani, anadhania mpaka aikamilishe hiyo kazi ndipo aende haja. Tukasema hilo ni kosa, usilifanye, maana unaathiri kibofu cha mkojo. Kama mtakuwa mnakumbuka ni kwamba lengo letu ni kupita katika angalau kila kipengele cha mwili wa binadamu, japo hatuwezi kuvimaliza vyote, lakini angalau vile ambavyo kwa mara nyingi vinakuwa vinaathiriwa bila watu kuelewa. Sasa baada ya kuwa tumeeleza habari ya kibofu, tuweze kupanda juu kidogo katika sehemu ambayo ninaona ni ya msingi kwa siku za leo kuweza kukielezea na angalau niweze kukiweka vizuri. Kuna vijana ambao wanakuwa taratibu na huwa hawajuzwi ama hawafundishwi madhara ya baadhi ya vitu ambavyo vinaathiri miili yao, na hawafundishwi baadhi ya vitu vya msingi ambavyo vinaweza vikasaidia kuweza angalau kuleta haueni, kwa sababu ya vitu vingi vya kiteknolojia ambavyo leo vinatumiwa hasa na vijana, lakini hawajui ya kwamba vinawaletea madhara. Sasa katika siku ya leo ninapenda niende kwenye kiungo kinaitwa sikio. Kwanza najua kulingana na hali inavyokuwa ndio inatulazimu tuguse kipande fulani ama kiungo fulani cha mwili, sikio. Sasa kwa asilimia kubwa, kadri miaka inavyozidi kwenda ndivyo kadri tunavyozidi kuongeza idadi ya viziwi hapa duniani. Wengi huwa walikuwa ni watu wanasikia vizuri, lakini baadaye wanakuwa viziwi, si kwa sababu wamekosa madini labda fulani katika miili yao, lakini ni kwa sababu ya kufanya baadhi ya vitu ambavyo ama mazoea ambayo yanawafanya kuongeza idadi ya uziwi. Sasa ni lazima tuweze kuvizingatia hivyo vitu. Naam, vitu kadhaa nahitaji niweze kuvisema hapa. Kitu cha kwanza, kama vile ambavyo tulizungumzia simu kwenye macho, ambapo tulikuwa tunazungumzia kiungo kinaitwa macho, tulieleza ya kwamba kuna watu ambao huwa wanazitumia simu hizo usiku wakati wa giza, zinakuwa hakuna mwanga wa kutosha, vinasababisha kuathiri macho yao. Sasa kwenye masikio kuna vitu vinavyoathiri. Kitu pekee kikubwa kinachoathiri vijana wa leo hasa ni pods za masikio, pods au earphones. Wakati tukiwa vinaanza hivi viungo ama hizi devices zilikuwa zimeletwa za kamba, yaani earphone ambazo unachomeka kwenye simu yako ndio unaitumia. Lakini leo tunavyozungumza, wengi mpaka kuna baadhi ya wazee wanavaa zile earpods, hazina kamba, zinatumia bluetooth.
Kwa hivyo anakuwa anatumia hiyo, na hakuna uhusiano kati ya sikio na simu yake. Kwa hiyo hakuna waya, lakini hiyo earpod inakuwa na bluetooth ndani. Sasa katika vitu ambavyo unatakiwa uwe makini navyo ili kulinda sikio lako na mfumo wako wa akili ni hizo earpods. Mara 100 mara 20 utumie zile zina kamba, lakini sio pods ambazo zinatumia bluetooth. Ninakusihi tafadhali sana. Kwa nini? Kwanza nianze na hizo zenye kamba kidogo. Kuna wale ambao kuna kosa moja huwa wanazifanya, wanaweka sauti kubwa, na hiyo ndio athari pekee kubwa zaidi kwenye zile earphones zenye kamba. Unatakiwa uzingatie kwamba uzitumie kwenye sauti ndogo, tena uzitumie mahali ambapo panakulazimu, sio kila sehemu utumie earphone ama headphone. Hapana. Sasa usije ukajikuta kama vile ndio usharobalo, kila mara unakuwa na earphone. Athari yake ni kwamba kama hii speaker hapa, sauti yake ukiwa hapo haikuathiri sana, kwa sababu kuna mawimbi yanapita, mawimbi ya upepo. Sasa mawimbi yanapopita yanaichuja ile sauti, kwa hiyo athari yake kwako ni ndogo. Unapovaa earphone, sauti inayotoka kwenye simu haichujwi na mawimbi ya upepo, kwa hiyo inaingia moja kwa moja kwenye ngoma ya sikio. Na ukiweka sauti kubwa, kuna hatari ya kuvunja ama kupasua ngoma ya sikio. Utashangaa, unaweza ukakaa jirani, mtu ameweka earphone, lakini unasikia pembeni yake mwimbo ambao anausikiza hapo. Unaona unasikia kabisa ikipiga. Sasa unajiuliza, kama hiyo earphone aliyoweka kwake inasikikaje kama kwangu tu niliyepo mbali nasikia? Chunga sana, weka sauti ndogo. Ndio unaona kama ukiweka hiyo earphone kwenye simu yako kachomeka, ukiongeza sauti ikafika asilimia fulani ambayo ni kubwa, earphone zako, kama wewe ni mtu unajali masikio yako, utaona ya kwamba simu yenyewe inakwambia ni danger, it will harm your ear. Yani inaweza ikaathiri sikio lako. Kwa hiyo maamuzi ni ya kwako, kuiongeza tu anyway au kuacha kuongeza ili usiathiri sikio. Sasa kuna wale wanaongeza mpaka mwisho na bado wamechomeka earphone. Wachana na hiyo habari. Unaathiri masikio yako katika ujana ambao ungetakiwa uwe na masikio yanayosikia vizuri kabisa. Kwa hiyo athari moja ya hizo ni kiwango cha sauti, kwa sababu hazichuji. Ndio hiyo sababu nimekupatia. Lakini tuje kwenye upande wa earpods hizo ambazo zinatumia bluetooth. Sasa hizo, kama mimi ningekuwa ni mtu mwenye kukuomba, kama vile na kuomba msamaha, kama unazo ni bora utupe kwenye jalala liko hapo pembeni yako, usizitumie hata kama ni mara moja. Mimi ndio ninakuomba kama ni hivyo, kama utakuwa ni mtu mwenye kusikiliza vizuri. Nikakwambia kama kuna maeneo ambayo inakulazimu kutumia hizo, ni heri kabisa tumia zenye hiyo kamba, yani zenye waya na si wireless. Na ukitumia ya waya, tumia kiwango kidogo cha sauti. Lakini hizo zenye bluetooth ambazo hazina kamba, athari yake ni mbili. Kwanza kwenye sikio kama kawaida ya earphones, kwa sababu mawimbi hayawezi kuchuja ile sauti. Tatizo la pili ni katika ubongo. Hizo earpods zina tabia ya kufreeze ubongo. Kufreeze ni kufanya kama vile kuleta paralysis, ama ukiona mtu ana paralyze, ndio inaleta hali kama hiyo kwenye ubongo wako. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati, hata nikuulize swali kidogo ili uweze kunielewa. Wewe unafikiri ni nini kama kwenye sikio lako, umbali wa kutoka kwenye sikio kwenda kwenye simu, kwa mfano kama umeiweka kwenye mfuko wa suruali, ni nini kinapandisha sauti itoke kwenye mfuko wa suruali kwenda kwenye sikio? Ni nini?
Sasa hicho kinachopandisha sauti ndicho kinachokuathiri, kwa sababu mawimbi yanavutwa na inatumia pawa kubwa kuvuta kutoka kwenye simu kwenda kwenye sikio. Kwa hivyo yale mawimbi zinaitwa waves kwa Kiingereza, ndizo zinazoathiri. Mawimbi yanaathiri akili yako, kuachana tu na sikio. Kwa hivyo athari inaanzia kwenye sikio, kwa sababu sikio lina uhusiano mkubwa na uwezo wa kufikiri na akili na ubongo, sikio. Lakini vile vile sikio lako ndio linaleta balance ya mwili, sikio. Manake ukiwa limeweza kuletewa effects au zimeletewa athari fulani, sikio lako, mwili wako unakosa balance. Kwa hiyo unaathiri ubongo na balance ya mwili wote, kuanzia kichwani mpaka kwenye unyayo, kama masomo yetu yanavyotuelekeza. Kuna wakati nakuwa na shangaa, kwa sababu ingenipasa kila siku angalau kila kijana ninayeongea naye ama ninayekutana naye barabarani nimwambie wachana na hizo. Sasa sehemu ninayotaka kwenda siwezi kufika, ila nabaki na waombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Ni kama wanakuwa wanajikaanga kwa mafuta ya kwao. Wachana na kutumia pods za masikio, achana nazo kabisa. Iwe ni mchana, iwe ni usiku, zinaathiri. Athari yake ni kubwa kwenye mfumo wa fikra ama kwenye akili na kwenye sikio lako. Wachana na pods, uwe ni mzee, uwe ni kijana, sababu vijana ndio tunategemea waweze kuendesha taifa la sasa kwenda la kesho. Wachana na pods, wachana nazo kabisa, zina freeze ubongo wako. Kwa hivyo hata uwezo wako wa kufikiri unazidi kupungua day to day, siku kwa siku, kwa kutumia hizo pods. Athari ni kwamba vitu hivi vipya vinavyokuja, vijana wengi huwa wanavikimbilia pasipo kujua hichi kitu kina faida gani, kina hasara gani. Leo smartphones zimeletwa na zinatumiwa sana na vijana hasa, japo na wazee wanatumia, lakini wenye spidi kubwa ya kutumia ni vijana, pasipo kujihoji, hivi hapa nitatumia hivi kwa manufaa namna gani, na kwa kutumia hivi athari yake inakujaje? Wanatumia tu bila kujali mili yao. Kwa hiyo kitu cha mwisho na cha msingi ninachotaka kusema kabla sijashuka kwa hichi kipindi ni kwamba kwenye jambo lolote ambalo linakuwa ni jipya kwa wewe kutumia, jihoji, jiulize, naenda kutumia hiki italeta athari gani kwangu? Na kama ni kitu cha msingi sana, uweze kujihoji pia, ni namna gani nitatumia kuweza kubalance mizani. Ndicho hicho tunachokieleza hapa. Si kwamba tunasema kama smartphones kwa dunia ya sasa hatuwezi tukasema tutaziepuka 100%, hapana. Lakini tunachotaka kusema ni kwamba kuna baadhi ya namna ya utumizi ya hivyo vitu vinatumiwa kwa namna ambayo si sahihi. Sasa vinakuletea athari wewe bila wewe kujua ama kujali. Kwa hivyo ujihoji hivyo, na vile ambavyo vinawezekana kutotumika kabisa, kama hizo pozi tumezieleza hapo, wachana nazo, tumia vitu mbadala. Hata simu nikupatie kitu kidogo, simu yako wewe ambayo unaitumia. Mara nyingi watu wanaopokea simu, kwa sababu tupo katika kipengele cha sikio, kuna wengi sana, tena 99% takriban, huwa wanapigiwa simu tena wanapokelea sikioni. Sasa katika namna ambayo unatakiwa uweze kupokea simu vizuri, kama masuala si ya siri, weka loud speaker uweze kuongea simu ikiwa pembeni. Usiweke simu kwenye sikio, tena hasa hizi smartphones, usiweke simu kwenye sikio tafadhali. Sijui kama unanielewa. Mawimbi ambayo yanadhalishwa hapo yanaathiri mfumo wako mzima, mpaka hata wa upumuaji na mapigo ya moyo. Mawimbi ni kama mziki. Kuna siku tutakuja tueleze vizuri masuala ya mziki, tutakuja tueleze kama Mungu akitupatia neema yake, kwa neema yake na upendo wake.
Muziki huwa una mawimbi, simu pia huwa ina mawimbi, ambayo yale mawimbi yanatakiwa yasiwe ya juu sana, ili asiathiri mawimbi ya mwili wako ama mapigo ya moyo wako. Sasa mawimbi yanayokuwa unapopokea simu ama unapokuwa unaongea na simu, kuna mawimbi ya simu ambayo hadi unavyosogeza simu kwenye sikio, mawimbi yanakuwa yanaongezeka. Sasa yanaathiri mfumo wako wa mawimbi ya ndani ya mwili wako. Kwa hivi ni heri kabisa simu yako ipokelee ikiwa mbali kidogo, hasa hizo smartphones mlizo nazo, walau kidogo hizo buttons. Ila smartphone weka mbali kidogo na weke loud speaker ili uweze kusikia kwa mbali, sio kuweka sikioni. Linda sikio lako kama vile unavyolinda moyo na macho. Bwana wabariki, tukutane kipindi kingine kwa neema yake.